تحدثنا فيما مضى عن قوم سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورأينا خاتمتهم. Siku ya jana tulimsimulia Nabii Ibrahim tukiwa tunatafuta historia ya maji ya Zamzam, wa Zamzam tajri. Leo tunaendelea na ajalatuna tarikhia na gurudumu letu la historia. Nabii Ibrahim, Sayyida Sara alaiha wa ala nabiyina salatu wassalam, alivotoka kwa Malikun Jabbar akaondoka na Hadija, zawadi, na zawadi aliondoka nayo ni Sayyida Hajira. Tuliona mama Sara ni mwanamke mzuri wa sura, lakini mmoja anasema saadatu fi dunya mashubatan bin naqisat, furaha katika dunia imechanganywa na mapungufu mengi. Ukishiba unaumwa, ukiwa na njaa pia unaumwa. Ukimdai mtu kuna mtihani wake, ukidaiwa wewe mpaka njia unakimbia. Warastu ala saada bijamii malin walakinna taqiya au taqiyu huwa said. Hivyo haijaa furaha kulimbikiza mali, ila taqwa, ucha Mungu ndo furaha yenyewe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema dhaqa halawatal iman, mtu anaonja utamu wa imani yake. Innal imana la halawa, imani na utamu kama unavyoona utamu wa vyakula. So ukiipata imani ikiingia moyoni mwako, kila kinachopita katika dunia hii na kwa tafsiri yako ni nyingine tofauti na yule ambaye hajui Mungu na mtume ni nani, tafsiri yake nyingine. Mtizame mjomba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Saad ibn Abi Waqqas, Saad ambaye huyu Saad radhiallahu ta'ala anhu siku hizo alisema alikuja kunitembelea Mtume ama hajatal wadaa, mwaka wa ile hija ya kuaga. Na wakati amekuja mimi naumwa, nikamwambia ya Rasulullah, qad balagha bi min alwaja', naumwa sana na naona nakufa, wa ana dhu malin, lakini nina kipato, wala yarithuni illa binatuli, hata sina mrithi isipokuwa binti yangu. Akataka fatwa nitoeje sadaka, lakini Mtume rehma na manzo juu lake ambia la'allaka tukhlaf. Kwa kifupi, Mtume alimbashiria, alimwambia wewe unaona hutohama kwenda Madina na unavyoumwa unahisi utakufa, lakini wala'allaka tukhlaf, basi wewe unaona utaachwa au utawaacha watu, lakini wewe utaanza kuachwa kabla. Yani hapa Mtume falsafa yake kwamba alokuwa mgonjwa atapona, alokuwa mzima ataugua. Na kweli Saadi alihisi atakufa, akapona, akaugua Mtume. Mtume alikuwa akimwambia na kuaga. Kisha Mtume akafa sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana akaishi miaka 70, lakini Mtume alimpa utabiri, huachu na watu wako isipokuwa hata yantafi aqwaman wa yadhurru bika akharin. Kubaki kwako nyuma huku hubaki bure bure, japo hutokuwa muhajir kwenda Madina, lakini kuna watu watanufaika kwa wewe kuendelea kubaki hapa Maka au kutokufa mapema, na wengine watakula hasara kupitia wewe. Kweli bwana alipewa miaka 70 baada ya maradhi, akaenda kupigana vile vita vya Qadisiyah, ikawa sababu ya Waislamu kushinda yeye. Kwa hiyo Waislamu walinufaika, wengine wakala hasara. Sasa
kupitia ahwali ya namna kama hii, kupitia ahwali ya namna kama hii, Saad siku alivyouonja ule utamu wa imani, mama yake alikuwa mushrika, akamwambia kama hutaki kuacha dini ya Muhammad, basi mimi sili wala sinywi, nitakaa juani mpaka nife, wenzio wakucheke. Kamwacha mama yake kafa na njaa. Mama yake kakaa siku ya kwanza, siku ya pili, watu wanamwambia shekhe, utamaliza bwana bi mkubwa. Akamsogelea mama yake pale juani na chakula, akamwambia ya ummi fakuli washrabi wa qarri aina, kula kunywa, wa inakalta wa illam takul, lakini kama hutaki kula wala kunywa, mimi sitoke katika dini hii ya mtume. Hata kama una roho nyingi, nitakuwa nazitizama, takhruju nafsan, unaanza kufa kidogo kidogo mpaka umalizike, lakini siachi dini. Alivyoonja utamu wa imani Nabii Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Safari yetu hii tunababadua kisa cha Isra, kwa hiyo tunaendeleza pa jana. Alivyoondoka na Saida Hajira, yeye mama Sara ni mzuri, lakini kwa bahati mbaya alikuwa tasa, hazai, mgumba. Yeye kwa kauli yake akamwambia Nabii Ibrahim, na huyu mfanyakazi wangu Hajira, hebu mweke sehemu ya mkeo, pengine Mwenyezi Mungu akakupa mtoto. Ni kweli mzee wetu Ibrahim kumfanya Saida Hajira ni mkewe, akashika mimba hata anjabat, mpaka akazaa. Ile kujifungua, mama yetu Sara akashikwa na wivu. Wivu ni maumbile ambayo binadamu Mwenyezi Mungu katuwekea, hasa wanawake wana wivu, na Mwenyezi Mungu anampenda mwenye wivu, lakini bighairi mutaaddida. Ule wivu usivuke mipaka. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe ana wivu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha yagharu, Mwenyezi Mungu ana wivu. Wa ghairatullah, lakini wivu wake ayati almar'u ma harrama Allahu alayhi, ni mle mtu akiendea yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu ayakataza, Mwenyezi Mungu hupata wivu pale, hupata wivu. Kwa hiyo wivu ni maumbile, wivu ni maumbile na ni sehemu ya mapenzi pia. Sasa basi, ule wivu ulomshika yeye mwenyewe ndo kasema, kaa na huyu Hajira, pengine ukapata mtoto, mimi sijajaliwa. Ndio maana ukimwona mkeo akikwambia mme wangu niolee mke wa pili, anaweza akaandaa mpaka akakutafutia mchumba, lakini istidadi hiyo hawana. Mara tu atabadilika, na maumbile ya wanawake ni kubadilika. Na wanaume wengi hujisifu, mimi mke wangu madhubuti kabisa, kanambia nioe. Usidanganywe shekhi, hakuna madhubuti katika mambo hayo. Yaliwashinda wakeze mtume, mkeo nani, sahaba au nani? Yanauma kweli kweli haya mambo. Na wivu tu balance ni maumbile ambayo tunayo, ni kitu kipo ndani ya roho, kawivu tu balance, kwa sababu pia kuna hasara kuishi na mtu mwenye wivu kupitiliza. Mfano, mwanamke akiishi na mwanaume mwenye wivu sana, Sheikh Said umekaa mbali yake, umeona baraka zako muhimu. Umeona mfano, mwanamke akiishi na mwanaume mwenye wivu sana ni hatari kwake sana, sio hatari kidogo. Kwa sababu jambo la kwanza, atakuwa anamwaibisha. Ukiwa na mtu mwenye wivu, atakuwa anakuaibisha. Atakutuma dukani, afu akija pale anza kufoka, nini maana yake unalipenda sana ili duka, najua mambo yako.
mume wangu mimi sijafundishwa hivyo, kwani umenikutaje? Sasa wale mtaa mzima haaminiwi, pengine ana mambo ya ajabu. Hata wewe ukiwa ustadhi kama hivi, waenda darasa tu, mke wako wivu ule usiokuwa na nidhamu, inaonekana hujatulia. Kwa hiyo wivu ukichupa mipaka, hata ndoa huwa zinakufa kwa sababu ya wivu. La pili ni hatari kwa maisha yako wivu, kwa sababu mwenye wivu pia anaweza akakuua. Takupa kisa kimoja, alipigia Sheikh Abubakar mwenye kishakisahau. Mtu mmoja alifundishwa na shekhe kuwa na subira, kwamba subira yavuta kheri. Alipotoka kwa darasa la shekhe akarudi nyumbani kwake, lakini kwa sababu darasa kule ni mbali, aliaga aenda kulala kwa shekhe. Sasa darasa limeisha mapema, akaona nirudi. Ili anarudi nyumbani usiku, kuingia chumbani kwake kamkuta mke wake kalala na mwanaume ndani. Shekhe kanifundisha subira, lakini hata kwa hili yeye mwenyewe angeshindwa. Solution ni nini? Kaenda kutafuta shoka. Asema anaenda kumpasua kichwa chake na yule mwanaume. Kahamaki sana. Ile anaingia jikoni kuchukua shoka, anamkuta mkewe kalala chini, kashtuka. Vipi bwana wewe? Ambia ndio nilikuwa nakuja kukuua. Naona umelala na mwanaume. Ambia mume wangu, fikiri basi mara mbili. Hakuna ucha Mungu kabla ya kufikiri, kabla ya kutenda. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Muadh, I think before doing bwana. Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Kifanya kitu kwanza chunguza mwisho utakuwaje. Baada ya maisha haya kuna mengine. Mtume anasema fa in kana khairan famdhi. Ukiona lina khairi, haya ya Allah tawakkal. Wa in kana sharran fantahi. Ukiona lina ubaya, hebu liache. Sahaba mmoja Mtume amesema inafika khaslatani, wewe una mambo mawili, yuhibbuhum Allah, Mwenyezi Mungu anapenda. Yani kana kwamba Mtume amesema kila Muislamu aingie hapa. Alhilmu wal anatu, upole Sheikh na umakini. Hizi sifa muhimu. Ukiwa na sifa mbili hizi, likikotokea jambo ulichukui jumla, unaliweka mkononi. Hata ukitoa maamuzi ni maamuzi yenye busara. Kwa kukosa subira tu na papara tunaharibikiwa mengi. Watu wengi wamefungwa kwa kukosa subira tu. Afu nyuma ya pazia kuna sintofahamu. Jambo linakuja bila aks. Yule mwanamke anambia, wewe mume bwana, wewe mbaya. Huna hata dakika za kufikiri, una akili za kuku na kati wewe mwanaume bwana. Arrujula wewe. Akambia, leo ungekuwa yatima, yule alolala ni baba yako mzazi na mama yako. Ulivotoka tu nimepata ugeni, sina pa kuwaweka, nasema wakalele chumbani kwetu, mimi nitalala store. Sio wala he. Fikiri mapema. Kwa hiyo mtu mwenye wivu ni hatari. Wanasema hivi, lazima tujuane katika mahusiano. Na tukioana apatikane mume rafiki na mke rafiki. Sio mume tu, sio mke tu, mume rafiki, mke rafiki. Kuna baadhi ya vitu vinasababisha kupatikana mume rafiki. Miongoni, ili awe mume rafiki, mke rafiki, lazima mwekeane distance ya kuaminiana. Kuaminiana ni sehemu ya mahaba, ni sehemu ya mapenzi. Mkeo usimtoe nguo kama mnyama. Zile hijabu zake mpe distance ya kumwamini, mheshimu. Yeye hajawa kama mnyama. Unajua mtu ukimfuatilia sana anakuchukia. Kama mwanaume utamweza wapi? Kila akivua kiatu umevaa. Itakuwaje mambo kama haya? Yani mtu, kuna baadhi ya wanawake wengine ni shurafa, so wajinga. Anaenda kazini, akirudi ambia stop. Usiingie ndani, usivue nguo. Twende kwanza nikakuchunguze. Yahe. Tumetoka huko kwa kongamano la kina mama, unichunguze nini? Mtu huchunguzwa, hupekuliwa, basi huyu mtu hawezi kusikia vizuri. Na hili ndio linaloleta nongwa katika ndoa, uaminifu. Hili lina shida kweli. Mtu mmoja anaenda kazini kwake, mke wake kamwekea bodaboda speciali kumfuatilia. Kila akiingia hivi na gari, bodaboda akisimama sehemu, bodaboda inasimama inapiga simu, mama sielewi huku mtu ana pressure. Wivu tu ule. Anasema haya maisha ya kutokuaminiana ni maisha si ya Kiislamu. Ulaya walitengeneza kifaa, jina lake nimelisahau. Hichi kifaa hichi
ni kifaa ambacho kikiwekwa kule kwa mama kinaonesha siku ya mwisho kumiti ni lini. Basi kile kifaa kinasoma hivyo, siku ya mwisho mtu kuwa na faragha na ahli yake ilikuwa lini. Basi unamkuta mtu anarudi safari au anarudi kazini, haya mume wangu sasa hizi kwema za huko, haya kuwekea maji ya kuoga, ambia kabla ya hapo shika hichi kifaa kwanza kapime tuangalie. Maisha ya kihawayanati haya, wivu. Lakini wivu uwepo, usipitilize. Tumalize miongoni mwa mambo hayo. Saida Sara akatengeneza wivu, akawa anataka tena mama Hajira aachwe. Ukakasi mkubwa sana. Na wale watu wenye matala wanisikilize. Unajua shekhe, kuna haya tunaitumia, lakini kama saa nyingine tunaiweka sio sehemu yake. Aya inasema fankihu ma taba lakum minan nisa. Aya haianzi pale kabisa. Aya inasema wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa arba'a. Na nafikiri ilishuka siku za Badri huko. Ikiwa mtaogopea mtashindwa kuwafanyia uadilifu mayatima, watu wameenda Badri huko, wameuawa, wameingia Uhudi, wameuawa kwa wingi Waislamu. Sasa kama wameuawa, ni wajibu kuwanusuru wale watoto walioachwa. Chukua mayatima wawili, chukua mayatima. Sasa bwana, kama utashindwa kuwa muadilifu, utawapenda watoto wako kuliko wale mayatima, au mke wako atashindwa kuwa handle si wanawe, basi oa na mama yake. Sawa? Muoe na mama yake. Sasa ukimuoa mama yake, ukichanganya na ule wa kwako, fankihum ma taba lakum minan nisa, wanakuwa ngapi? Mathna. Umeona? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaoa wajane. Wajane wamependelewa sana hapa. Mtume kwa hadhi yake angeweza kuoa wanawake wote wari, angekuwa na uwezo. Anamuoa Saida Sauda, pengo tupu. Lakini Mtume alikuwa na target. Saa nyingine anafikiria kule Singida kule nitafikishaje dini? Kuna kikwazo, wacha niwaolee. Nikiwa mkwe wao, wakikataa Uislamu wangu watanipokea kimkwe. Alikuwa anafanya kwa ajili ya dini, sio namna hii tu. Leo chuma cha kwanza cha pili, vurugu tu, kuoa fashion, uwezo wenyewe hauna. Majanga makubwa haya. Mwisho wanawake wanakaa kama vizuka na hata kuua. Kuoa shekhe, tunaoa kwa ajili ya dini, sio matamanio tu. Hapana. Na likiharibika jambo hili kwa walimu ndo mtihani kabisa kabisa. Zawaji. Sasa mzee wetu akawa akipangaza mzake zinafeli. Akiwa akienda kwa Saida Hajira, vile Sara atakavyokuwa mkali, mpaka Hajira mumewe akija anachukua ufagio anafuta zile nyayo, kwamba akiona dada hapa habari yake kubwa. Sasa ikafikia stage alivyokwisha zaa, mama Sara akaumia sana nafsi yake. Unajua wanawake kuna yale maneno wanaoyasema yanaumiza, hasa ukiwa umekaa naye muda mrefu unaona huruma. Najua utampenda sana mkeo, sasa si ushachoka kuishi na mimi mwanaume mwenzio, mimi nsozaa. Akajisikia vibaya mpaka akamwomba Allah, Mwenyezi Mungu nakuomba mpe na huyu. Mwisho hali imekuwa ukakasi. Huyu kazaa, wivu unampanda. Mzee wa miaka 83 alichanganikiwa sana. Sasa huyu nitampeleka wapi? Nyumbani nimefukuzwa, wataka ibada ya masanamu. Akambeba mkewe huyu, akaja naye mpaka pori la Maka. Hapo ana kitoto kichanga. Alipofika lile pori la Maka lile, akamwacha pale. Basi wanasema walitembea kama hatua 40. Anambia mzee, mbona sikuelewi?
ma'aman tarakna, ataturukuna ma'aman, unatuacha na nani? Mbona mimi sisomi ya maelezo? Asema anatembea tu, mama anamfuata, tutuambie unatuacha. Kisha mama akatambua huyu anatuacha, akamwambia idhan lan yudhi'ana Allah, kama unaondoka ndugu yangu, Mwenyezi Mungu hatotutupa Ibrahim, nenda inshallah kwa mkeo. Akakachukua kale katoto kukaweka kifuani, kakalia. Nabii Ibrahimu alilia sana, kachanganikiwa. Sara huko aliko ana mtoto, anatia huruma. Huyu naye ndio hivyo, rabbi anni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitika almuharram. Mwenyezi Mungu, nimeiacha familia yangu sehemu ya jangwa, hakuna hata mmea wa matunda, lakini ni mbele ya msikiti wako mtukufu. Lakini lengo apate kusimamisha sala hapa, faj'al af'idatan minan nasi ta'wi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Naomba tu nyoyo za watu ziwaelekee, ziwapende. Basi aliondoka pale, akamwacha Saida Hajira. Wakati anamwacha Saida Hajira, alimsikia Sayyidina Ismail akilia. Aliwaachia chakula kidogo, tende na maji kidogo na maziwa kidogo, na vilivyomwagika hawajavitumia. Mtoto akashikwa na kiu. Sasa kina mama hao ni mahodari, wanajua kutafsiri vilio vya watoto. Mtoto akilia sasa hivi atakwambia huu usingizi, akilia sasa hivi ataambia mtoto amebanwa na haja. Sasa kile kilio kilimtisha, kwa sababu uliaji ule ulimpa pressure, akaona hii ni hatari, namkosa mtoto wangu namkosa. Wasiwasi mkubwa, akaanza kukimbia mbio 7 ashwat, Safa na Marwa. Anakimbia ovyo tu bila mpango, ndio kishapagawa vile. Anakimbia tu kumnusuru mtoto. Mtoto ana kiu, maziwa yenyewe yamekauka, tuna njaa hapa jangwani. Katika kukimbia kwake kule, Nabii Ismail miguu yake pale anapopiga piga, akaja Sayyidina Jibril akapiga bawa lake, yakatoka maji. Sheikh, maji tu, miujiza mikubwa. Sasa maji yakitoka yana sauti. Alipokuja Saida Hajira akayakusanya yale maji, akisema ma'u zamzam, zamzam. Jamani, tulieni nyie maji tulieni. Basi wakati anasema vile, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema rahimallahu umma Ismail Hajira, Mwenyezi Mungu amrehemu mamake Ismail Hajar. Ingekuwa sio kusema maji yatulie, basi yangeenea ulimwengu mzima maji yale. Tena kuna Waarabu huwa wanahamahama wa Yemen, kabila la Jurm, wanatafuta maji. Wakaona ndege wanatua sehemu pale, wakaona pale labda kuna maji, walisogea pale. Waliposogea kwenye yale maji, wakamkuta Saida Hajira, wakaomba kujenga pale, so kuna maji. Asema ndio kheri yetu, tuko peke yetu. Wakajenga. Wakaomba maji, akasema ama ishu ya maji lazima mnunue. Ikawa kitega uchumi chake, Allah kampa asbab. Na Sayyidina Ismail alioa katika kabila lile la Jurmu, alioa. Mji ukaanza kukua pale. Na Mtume asema ma'u zamzam lima shuribala, yale maji ya Zamzam, wasema Waingereza walivyoyapima waliyaona yana tofauti na maji ya kawaida. Yana calcium nyingi, electrolyte nini, yana vitamins nyingi. Maji yale yako sawa kabisa, na ni ile nia utakayonywea tu. Imam Shafi siku anaenda kuhiji, aliposhika kikombe cha maji ya Zamzam, alisema maji ya Zamzam ni nia, ana ashrabu bi thalatha liljanna lililmi wa narmi. Mwenyezi Mungu nipe, niingize peponi kinywa maji, nipe elimu, nijalie target ya kulenga shabaha. Asema haya mawili wallahi Allah alinipa, kama ni ilmu huna kama taraunani, kama mnavyoniona wenyewe. Na alikuwa si mchezo katika ilmu Imam Shafi.
Haya maji ya Zamzam haya, kuna kisa sijui kama nitakiweza, takipa dakika 3. Babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mzee Abdul Muttalib, zamani aliota ndoto ile ndoto alipoamka akaenda kuwasimulia wazee wenzi wa Kikuraishi, akiwaambia laqad atani ati, alinjia mjaji katika ndoto, wa yaamurani nahfura biru Zamzam, nikafukue kisima cha maji ya Zamzam. Si kwamba hakikuwepo, kilikuwepo, lakini siku nyingi kimefukiwa tena na michanga. Unakijua kilipo mzee? Naambia usawa ni huu. Wakamwangalia wakaona, akapata sehemu akaanza kukichimbua, wakaambia hadha biru jadduna Ismail, hichi kisima hiki sote sisi ncha babu yetu mzee Ismail, huwezi kuachiwa uchimbe wewe peke yako. Kama nani? La budda tusharikana, lazima tushirikiane bwana. Asema hadha amrun khusistu bi, ili jambo langu mimi, special yangu, mbona nyinyi hamjaoteshwa? Mbona Arabu na zikatoka kauli mbaya pale. Ambia anta biwahidi bwana, wewe si mpweke, una watoto wewe? Si tuna watoto mpaka 10. Wewe si mjane tu wewe. Hapo alikuwa na watoto 2 tu, amami wa bwana Mtume. Zile kauli hajazipenda. Wakamwambia tutafute muamuzi. Akamwambia mtafuteni muamuzi mnayemtaka. Ndio wakakubaliana waende nje ya mji kumtafuta muamuzi. Walipofika huko, kabla hawajafika mbali kwa muamuzi, wakapita jangwani Maka pale. Asema idhi shamsu tali, ajua kali kweli kweli, kijua cha utosi, maji yakawaishia, hawafiki kwenye mji. Wakaona hapa lazima wafe. Wakasema jamani, huko tunakoenda ni mbali na si twafa. Hizi nguvu tuzokuwa nazo kila mmoja ajichimbie kaburi lake ajizike. Wengine wasema sasa hizi nguvu za kujizika hizi, bora tujaribu kwenda mbele. Walipoanza kutembea mbele tu, mara ghafla kwenye yule mnyama wa babu yake Mtume ikatokea miujiza, ngamia akaanza kutoa mao adhbun, maji meupe baridi. Wakashangaa, wakayalea yale maji kwenye mabeseni, akayanywa akayaoga, na tabia yake nzuri hakuwanyima, akawapa wale wazee wa Kikuraishi. Kisha akaambia twendeni tukaendeleze kesi yetu kwa kuhani huko. Wakasema hamna haja ya kwenda, faqad hakama bainana wa baina Abdul Muttalib, hii kesi Mungu ashaimaliza, tumwachieni huyu bwana, chikisima atafanya mwenyewe. Kwa muujiza huu akapata sharafa ya kukifua kile kisima. Sasa kipindi wanaenda kumtafuta muamuzi, zile kauli zilimkera, akaweka nadhiri babu yake Mtume, akasema nadhartu lirrahmani nadhra, mimi natia nadhiri kwa Mwenyezi Mungu, la in razaqani Allahu 10 min ar-rijal, Mwenyezi Mungu akinipa watoto 10, la adhbahanna wahidatan qurbanan ila Allah, inshallah nitamchinja mtoto mmoja, na akinipa sharafa hichi kisima lazima nchinje mtoto. Nadhiri kubwa. Sasa sharafa ile ashaipata, kisima kashafukua, na baadaye kapata watoto 10. Akaweka kati wale watoto wake, akiwaambia ya ma'shara baniya, watoto wangu nilitia nadhiri hii, sasa nataka kuchinja mtoto mmoja. Nani yuko tayari? Yuko Sayyidina Hamza, yuko Abu Lahabi, yuko nani, yuko Abdul, yuko Abbasi pale, yuko Abdallah baba yake Mtume. Zikapigwa kura, mwisho kabisa ikaonekana baba yake Mtume ndo achinjwe, na yeye ndo alikuwa mtoto mdogo kwa mama mwingine. Kila ikipigwa kura inamlenga yeye, sema basi tukamchinjeni. Akafungwa mikono na miguu, anakuja kuchinjwa pale Maka. Wa kaifa yudhbahu abdullah wa fi subbihi Muhammadun Qurashiyan, sasa atachinjwaje baba yake Mtume na Mtume mwenyewe yupo mgongoni mwake hajatoka? Inshallah taala tutayajua kesho, tutaendeleza sehemu hiyo siku ya kesho. Tangazo letu leo, inshallah tuna dua kubwa. Tulisema dhuhuri itakuwepo darsa hii, na baada ya darsa hii tutaenda msikitini nako tutafanya darsa biidhnillahil karimu. Alafu magharibi itakuwa ile sala maarufu ya kufukuza majini. Alafu tutalala usiku, tutasimama kusali saa 7 tarawehe. Alafu tutaendelea na zile nyiradi zetu na salatul haja kama kawaida. Lakini pia
Jengine muhimu zaidi, tunaendelea na visomo katika mwezi mtukufu Ramadhani. So ni kipindi cha kumbembeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La mwisho, tunaumwa. Kuna dawa nitaitangaza kidogo, material yake ni dawa ambayo inatibu maradhi 50. Ni mchanganyiko wa vitu 13. Naweza nikataja pengine 10. Kitu cha kwanza, hii dawa imechanganywa na habat sauda. Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa mdomo wake tahara anasema habat sauda shifau likulli da. Punje ile nyeusi ni tiba. Habat soda, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni tiba ya maradhi yote kasoro uzee na umauti. Wataalamu wa dunia wanasema habat soda inatibu maradhi 70, lakini Mtume asema maradhi yote. Habat soda inatibu maradhi baridi kweli kweli kama stroke. Habat soda ikichanganywa na asali huwa inaongeza CD4. Kwa hiyo tunawashauri watu walioathirika na janga hili la ukimwi watumie vitu hivyo sana. Habat soda inaondosha maradhi ya upala. Habat soda ni tiba ya maradhi mengi, hadith wala haraj. Watu walopata saktatu dimaghia, stroke, habat soda ni tiba yao mujarrab sana. Kwa hiyo hii dawa ya habat soda Muislamu usiikose. Imechanganywa, kitu cha kwanza habat soda. Kitu cha pili, shekhe, imewekwa asali. Asali zina daraja 3. Asali ndio dawa mama duniani, ndio amiri wa dawa. Asali ni mchanganyiko wa miti zaidi ya milioni. Saunyuki thumma kuli min kulli thamarat. Asali ni tiba sana. Sehemu iliyokosa nyama ikijazwa asali huwa nyama. Asali hutibu ugumba, huondosha kiungulia, maradhi mengi sana. Sumu zinaondoka pia kwa asali. Mtu mmoja alikuwa anaumwa tumbo, sahaba, ndugu yake kaenda kushtakia kwa Mtume, asema inna batna akhi bihi wajaa, anaugua ndugu yangu tumbo. Mtume ambaye sikia asalan, kampe kijiko cha asali. Alipokunywa likazidi, na asali ina tabia hiyo. Ukiwa kuna masumu na mafuta inayakamua. Dawa ya moto ni moto. Akaja kwa Mtume, asema la zala bihi wajaa, anazidi. Mtume ambaye sikia asalan thaniyan, hebu muongeze cha pili. Kunywa cha pili, we limezidi. Mtume akamwambia sadaqallahu, Mwenyezi Mungu kasema kweli, hii ni tiba bwana. Wakadhaba batnu akhika, lakini tumbo la ndugu yako linadanganya sana. Sikia asalan thalith, mshindilie kijiko cha 3. Alipokunywa cha 3 akaanza kuendesha, tumbo likawa safi. Na wewe, kuna baadhi ya watu akilamba asali tumbo linamuuma, huyu mgonjwa itakiwa ulambe mpaka iache, na utaona inapitia njia ya mkojo, vinatoka vitu vya njano, ndio unapona vile. Asali umo, lakini iwe asali yenyewe, sio sukari guru. Iwe asali, na asali ikiwa yenyewe ukipiga njiti ya kibiriti inawaka. Asali ikiwa yenyewe ukimwaga kwa karatasi haliloi chini. Kuna vipimo vingi kujua asali. Asali yenyewe inakereketa. Asali ni tiba muhimu sana. Kitu cha 3 iliyochanganywa humu katika hii dawa, imechanganywa ufuta, ambao ufuta ni kutibu fahamu hizi, akili. Hii ni special for men, ni speciali kwa ajili ya hasa ya wanaume, lakini inatibu maradhi mengi, miongoni mwayo tezi dume ambalo linaondosha watu wengi sana. Lakini kitu cha 4, imewekwa maziwa ya ngamia. Allah asema fala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqti. Allah anataka, hajasema fala yarauna afala yanzuruna. Kuna kutizama na kuangalia. Ina maana Allah kusileta sigha hii anataka tufanye tafiti juu ya ngamia. Hivi mnajua ngamia material yake ya jini, material yake ya moto ya jini ngamia. Na ngamia akifika sehemu huwa anatizama usalama. Ndio maana pale Madina alivyoingia na Rasul, alienda mbele kidogo akatizama pa kukaa.
Alitazama usalama Mtume asije akafikia kwenye nyumba ya munafiqun. Ndio maana ngamia miujiza yake, ule mkojo wake akikojoa pale pale ukinywa ni tiba safi ya saratani. Nyama ya ngamia ni dawa, mafuta ya ngamia, si mnaona jamani, mafuta mekundu ya ngamia. Hasa ngamia mwenye nundu akipendwa sana na Waarabu. Basi maziwa ya ngamia yana madini mengi, yana vitamini K, yana magnesium. Na maziwa ya ngamia shekhe ni tiba ya maradhi yote yanayopatikana kwa njia ya kujamiana, lakini ni msaada mkubwa kwa yule mtu ambaye hana breki za mkojo, salasul bauli. Wazee wale hawezi kusubiri, tayari kashaharibikiwa maziwa ya ngamia. Ayumba yumba ngamia aenda Madina huyo. Tanga tunaimba mwenyewe aenda Maka huyo. Shakutana zile kasida. Naam. Maajabu ya ngamia jamalun. Basi alhasiri, leo wanasema katika dunia kuna 70% wanakunywa na kutumia maziwa ya ngamia. Lakini dawa nyingine ambayo imewekwa humu ndani ni jinja, zanjabil, tangawizi. Tangawizi ina vitamini B complex, inasababisha mishipa 180 kufanya kazi kwa wakati mmoja. Tumehusiwa hata nyama tukiipika Kiislamu tuipike na tangawizi, inaua wadudu wote. Alafu tangawizi inatibu saratani zote. Kwa hiyo pia ndani yake kuna jinja. Wakati wangu hauniruhusu, kuna vitu vingi sana vimechanganywa na vitu vyote ni konki. Mfano, imechanganywa iliki. Iliki kazi yake kutibu hasira, ndio maana chai asubuhi inatakiwa iwe na iliki, alafu inaongeza akili. Kwa hiyo kwa wale wazee inaongeza hisia, inshat na nashit zinapatikana. Lakini pia kuna zao lile la Zanzibari nini? Karafuu. Karafuu kazi yake ni kutibu chest kama kholinjani imo ndani, lakini pia inahifadhi kiwango cha joto kilichopotea mwilini. Nitaje kiungo cha mwisho, piripiri manga, kazi yake ni kufanya mzunguko wa damu uende kasi. Kwa hiyo hii ni tibalishe. Wale watoto hawakui vizuri watumie hii dawa. Mtu ambaye afya mgogoro, hana afya, akonda tu, hana nguvu, atumie hii dawa. Mtu wa stroke atumie hii dawa. Lakini sehemu yake baba alopoteza uelekeo, hii ni dawa yake. Wanaume, hii ni dawa yao. Na hili ni tatizo sugu. Tuwasiliane inshallah, utasaidika. Wama alaina illa albalagh. Tuitamani tuendelee, lakini msikitini pia nako wanatusubiri tukawakumbushe. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.